Na mwandishi wa habari, kama masuala yenu mliouliza kutokana na hoja ambazo au malalamiko kutoka kwa wagombea ambao mmetajia kwa jimbo la Pangawe. Ni kweli asubuhi nilipata malalamiko kutoka kwa mgombea wakilishi wa jimbo la Pangawe, ndugu Omar Said Shaban, kwamba katika kituo cha kupiga kura mapema Kijitopele, maafisa waliokuwepo pale na mawakala walikuwa hawana daftari. Na baada ya kufanya mawasiliano tuligundua ni kweli, na tukasitisha zoezi lile ili kwenda kuangalia kuna tatizo gani. Na baada ya kufika, kwa kweli daftari lilikuwa lipo, lakini watendaji wetu nadhani walikuwa hawajacheck kwenye maboksi vizuri, na vituo vyote wakala na watendaji wakapewa daftari lile na zoezi likaendelea. Lakini tatizo kama hilo lilikuwepo vile vile katika kituo cha Welezo ambapo tulikwenda tukashughulikia. Na tulipokwenda katika vituo hivyo, of course nilikutana na mgombea Omar Said Shaban, akaeleza malalamiko yake hayo na yote ambayo alikuwepo pale, tukaangalia tukaweka sawa kabla hatujaondoka. Lakini kwa kituo cha Haile Selassie tulikutana na mgombea na nakumbuka tulisalimiana naye, hakusema lolote kama malalamiko, na tulionana na afisa wa jimbo pale, na yeye alitueleza zoezi lilikwenda vizuri, na baadhi ya mawakala ambao nilijaribu kuwahoji hususan kuangalia kama daftari walikuwa nalo na kila mtu alikuwa anaenda pale katika utaratibu unaotakiwa, wote walithibitisha kwamba utaratibu ulikuwa unafuatwa kama kawaida. Swala la walokuwa wanajitokeza kwamba kuna wanajeshi katika jimbo la Pangawe wakati pale hakuna kambi. Sheria hairuhusu kuandikisha au kwenye kambi kuwa na vituo vya kupiga kura. Kama kuna wanajeshi sehemu yote, wale vile vile ni wananchi na wanakuwa wameandikishwa katika maeneo yale. Kwa hiyo pale ambapo wanakuja kuombewa, wale wote ambao watakuwa nasimamia shughuli za uchaguzi siku ya uchaguzi, ambao wanatoka kwenye ni polisi, wanajeshi au vikosi, yale maombi yao yanayoletwa wanaangaliwa vile vile wameandikishwa wapi, kwa sababu ndio sehemu ambayo atakaoenda kupiga kura. Kwa hiyo popote pale ambapo kuna vikosi, kuna wanajeshi, ni wananchi ambao ndio maeneo yao ambao waliandikishwa na ndio wameenda kupiga kura. Hoja nyingine ambayo swali lingine ni kwamba kuna watu wanavishwa nguo za jeshi ambao wao wanadai kwamba sio vyombo vya ulinzi. Sasa kama wanayo majina ya watu ambao wamevalishwa nguo za jeshi na uthibitisho, nadhani ziko sehemu zinazohusika naweza kupeleka. Lakini sisi tumepokea maombi kutoka katika taasisi hizo ambazo watu maofisa wao ambao watashughulika na masuala ya uchaguzi siku ya tarehe 29, na zimejazwa form na sisi tuna utaratibu wetu, na ndio maana tukapokea na tukatoa hiyo orodha wale wote ambao wanatakiwa. Sasa mtu ambaye amevaa uniform hajavaa uniform, mimi si mwajiri wa jeshi, siwezi kumjua. Yeye sasa ambaye ana uthibitisho nadhani anaweza kujua wapi pa kwenda ili kuweza kupeleka malalamiko yake kwamba huyu si mwanajeshi. Lakini siwezi kumjua nani ni jeshi nani si jeshi. Mimi ni wote wale ambao tumeletewa na wote ambao tunapitisha kwa tunapiga kura mapema. Na tuma kwa watendaji wetu wamesema baadhi yao wanakuja na kadi zao hawana identity yote ya kuandikishwa wanaingia na kupiga kura. Jambo ambalo ni kama ni mchezo unafanyika pale pale. Ya hilo tumelipata vile vile. Utaratibu ambao tulikuwa tumeuweka kwenye uchaguzi huu ni tumetoa bipu hizo kama ambazo nimevaa, lakini kwa watendaji wa tume zipo na t-shirt. Kwa hiyo anakuwa anavaa t-shirt pamoja na ile bipu ili kutambua. Mheshimiwa Omar alileta hiyo concern na tumekaa tumeijadili, tumeona basi kwa kuwa inaleta kidogo sitofahamu, na in fact si peke yake, hata katika baadhi ya vituo askari ambao walikuwepo katika masuala yanayoshughulika masuala ya ulinzi walisema ni ngumu sana kuweza kumtambua kama kweli huyu ni mtendaji wa tume au la kwa kuvaa tu ile. Kwa hiyo hilo tumelishukua tunalifanyia kazi ili kuhakikisha kwamba kesho watendaji wetu wote watakuwa na vitambulisho. Licha kwamba watakuwa nayo, lakini watakuwa na vitambulisho. Kuna swali pia la wino kwamba inaonekana hauna tofauti na kwamba kuweka kuzamisha kidogo, lakini mtu anaweka kidogo ili alafu kwamba aje kwa ajili ya kupiga tena kura. Unajua wanasiasa wakati wote wako suspicious. Wakati wote wako suspicious. Lakini wino sisi siku hizi si wa kuchovya. Umekaa ni wino maalum, ni kama mark pen. Unatakiwa tu nani kidogo tu hapo.
na ule unaweza kukaa nao mwezi mzima hautoki. Lakini sasa wanakuwa kila kitu wako suspicious. Sasa sijui kama kila anayetoka anamchukua kumwangalia kwenye mkono kama na wino au hana wino. Lakini mimi na uhakika kwamba watendaji wetu kila ambaye anakwenda anapakwa wino ili kesho asiweze kuapia katika nini. Kama itakuwa mtakavyoona itakuwa wanasema nadhani kuna watu wengi tofauti na jinsi ambavyo inaonekana hata idadi yao. Kama mnaweza pengine je, mna takwimu kamili za kulingana na jinsi ambao watu wameomba kwa ajili ya hii kura ya mapema? Siwezi kukupa sasa hivi kwa kila kituo, lakini wote ambao wanakwenda katika kura ya mapema orodha zao zipo, na nyinyi kama ni wachunguzi mnaweza mkakuta zile orodha kwa kila kituo. Sababu tumetoa orodha zimekaa kwa siku 7, orodha zile kwa siku 7. Kwa hiyo kubwa ni kwamba wanapofika tu pale, anapotoa kitambulisho chake cha kupiga kura, akiitwa jina lake, mawakala wote wanaangalia katika nanile na wanatik. Unaona, then anaendelea na process nyingine. Kwa hiyo ile orodha tulitoa kwa kila kituo. Kwa kila kituo ni orodha. Nyingine labda kwa kumalizia, ungewahakikishia vipi umma kwamba wale ambao leo wameshiriki kupiga kura kwamba kesho hawatashiriki na tume itaendelea kusimamia uchaguzi kwa misingi ya haki na taratibu zote? Kesho hawezi kushiriki. La kwanza kwa sababu tayari atakuwa katika daftari kuna tick. Kwa hiyo inajulikana huyu ameshapiga, lakini la pili atakuwa na wino. Lakini la tatu wengi watakuwa katika majukumu ya kikazi. Kwamba yale malalamiko ambao wengine wamesema solve ambao wamefanyika leo kwamba kesho hawajitokeza. Ndio tunaendelea, na unajua hii inakuwa ni mambo ambayo yanawafanya mara kwa mara sasa mrudi kwa watendaji kuwakumbusha kwamba kuna moja hili na hili lisije katokea, na ile kuwa makini. Sababu makini zaidi unatakiwa, sababu kwa swala kama leo lilotokea asubuhi ni kukosa makini. Kwa hiyo hilo ni kitu ambacho tunakumbusha, na jioni tutakuwa na kikao na wote kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kesho kesho ndo ni siku kubwa ambapo tutakuwa na wapiga kura wengi kuliko tulikuwa nao leo. Kwa hiyo kuhakikisha kwamba hamna changamoto nyingine yote ambayo